Lakini moja kati ya habari kubwa ambazo tumeziona kwenye mitandao ni kuhusiana na kuanzishwa kwa umoja wa wanaume Tanzania. Na tumeona kule Singida jambo hilo likifanyika na tayari wametengeneza katiba, miongozo na masuala mbalimbali ambayo wanakamilisha, lakini tunaambiwa kwamba umoja huu unatarajiwa kuzinduliwa rasmi mwishoni mwa mwezi huu na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye mkutano mkubwa wa umoja huo ambao unatarajiwa kufanyika Dodoma. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa umoja huo Cloud Benedict Kim alisema mbele ya mkuu wa mkoa mbele ya mkuu wa wilaya ya Singida aliyekuwa anamwakilisha mkuu wa mkoa Godwin Gondwe wakati wa kufungua mkutano mkuu wa umoja wa wanaume Tanzania ambao ulifanyika mwanzoni mwa mwezi huu mkoani Singida, ikiwa ni maandalizi ya mkutano mkubwa utakaofanyika mkoani Dodoma ambao utaambatana na uzinduzi wa umoja huo. Sasa hebu tuzungumze kwa muhtasari tu na Cloud Benedict Kim ambaye ni mwenyekiti wa umoja wa wanaume Tanzania, wenyewe wanaitwa UWWT. Kwa zingatia hizo W lazima ziwe mbili. Maana ikiwa moja sio kachanganya mambo. Kim, habari za hapo ulipo na karibu sana. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina naitwa Cloud Benedict Kim. Ni mwenyekiti wa umoja wa wanaume Tanzania. Sawa, sasa unajua wanaume wanaokufuatilia sasa hivi kuna wengine labda hawana habari, hawajui huo umoja umeundwa saa ngapi, umehusisha wanaume wapi, kina nani? Hebu tuambie, maana tunaona tu kwenye mitandao ya kijamii. Nashukuru ndugu mtangazaji. Kimsingi umoja huu umepata usajili wake tarehe 24 umepata usajili namba 24077 ndani ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Na kimsingi umoja huu umelenga mambo makubwa kadhaa. La kwanza ni kuwaunganisha wanaume wote nchi nzima na kuwa chombo kimoja kwa ajili ya kuwasemea changamoto mbalimbali, lakini pia kuunganisha nguvu na sauti yetu kama wanaume kwa mamlaka na madaraka ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu ya kusema na kukemea. Basi kwa pamoja tuweze kukemea vile vitendo vyote ambavyo kimsingi vinakwenda kinyume na mila na desturi zetu wa Tanzania. Kwa mfano, tumeona vijana wetu wa kiume wakitoka kabisa nje ya maadili yetu ya Kitanzania. Tumeona vijana wetu wanarubuniwa, wanakwenda kinyume kabisa na mila zetu. Kwa mfano, wanajiingiza kwenye masuala ya ushoga, ulawiti. Watoto wa kike nao wanaingia kwenye masuala ya usagaji. Kwa sisi kama wanaume, kwa nafasi yetu, ndio chombo cha pekee ambacho kina mamlaka ya kukemea hili. Na kwa sababu awali sasa tulionekana tumetoka nje ya mstari, tunarudi kwenye mstari ili tuweze kupaza sauti zetu kwa kushirikiana na serikali kuhakikisha vijana wetu wote wanakaa kwenye mstari. Sawa. Na kimsingi Sawa, tutakuja kurejea kwako hapo mwenyekiti, na hebu sasa tusikilize wanaume wenyewe wanasemaje huko mtaani. Je, kuna haja ya kuwa na muungano ama umoja kama huu, na wao mtazamo wao ni upi hasa baada ya nyie kuunda kitu kama hiki? Tunaungana mwenzetu David Wakarungi ambaye yuko mtaani kusikiliza wanaume wenyewe wanasemaje. Shukran sana, good luck. Na hapa nipo mtaa wa Mbega, Tip Top Manzese, jijini Dar es Salaam, na hapa nakutana na wazee wangu hapa. Nitazungumza nao kujua wao wana mtizamo gani. Hawa ni wanaume, wasemee juu ya mtizamo wao kuhusiana na umoja wa wanaume ambao unatarajiwa kuzinduliwa hivi karibuni. Habari ya wakati huu waungwana? Mzee, heshima. Si jambo, marahaba bwana. Unaitwa nani mzee? Naitwa Kasim Malenda.
Mzee Kasim, wewe unadhani kuna haja ya wanaume kuwa na umoja? Mimi kwanza nina swali. Kwa sababu umoja siufahamu vizuri. Nimesoma hapa, ulisoma usema umoja huu vipi? Kwa sababu kwenye CCM kuna umoja kina mama. Huu ni umoja, ile ni UWT. Hii ni umoja wa wanaume Tanzania. Yeah. Sasa huu umetungwa na nani? Maana yake sheria ya muungano upo hapo. Tujue chama hiki kiko wapi na kimeanza lini. Na hii sio chama, ni umoja. Umoja serikali kimepitisha. Watakufikia. Ngoja nije kwa mzee wangu hapa. Mzee, habari yako? Habari mzuri, habari za kazi. Unaitwa nani? Naitwa Mohamed. Mzee Mohamed Ikondo, wewe una maoni gani juu ya umoja wa wanaume? Mimi naona uko sawa sawa tu. Kwa nini? Nimesomea katiba yao jinsi ilivyo, haina matatizo kwangu. Lakini wanaume huwa mnakuwa na hizo taratibu za kuwa na umoja, kuungana, kuanza kuongea, kujadiliana mambo yenu? Unakuwa na umoja wa fitna tu, lakini kama utakuwa na umoja madhubuti ni jambo zuri. Lakini watu wanaweza kaisi labda kizazi cha wanaume sasa hivi kimekuwa legelege, mwanaume hakuwa mtu wa kukaa kujadiliana mambo yake. Ndio maana tunataka tuwe na umoja ili turudi kwenye nguvu yetu. Tumefikaje hapa? Hapa kutokana na hali ya dunia jinsi ilivyo. Toka zamani na sasa hivi mabadiliko yamekuwa makubwa. Sasa lazima tuwe na chomo na sisi. Okay, asante sana. Ndugu yangu, naona unasikiliza kwa makini sana. Habari yako? Habari safi tu. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Bakari Kabuji. Ni dereva bodaboda maeneo haya. Ndio. Wewe unadhani kuna haja ya kuwa na umoja wa wanaume Tanzania? Kwa mujibu wa katiba jinsi ilivyosomwa, inawezekana ikawa sawa, ama kwa upande mwingine si sawa, kwa sababu la kwanza naweza nikasema sawa kwamba kwa sababu hali ya hewa sasa hivi ya nchi yetu iko tofauti kabisa, kwamba watoto wengi au wanaume wengi wamekuwa ni dhaifu tofauti na zamani, kwa sababu zamani ilikuwa hakuna masuala haya kuweka umoja. Ile inawekwa umoja, nadhani wamekaa kaangalia huu umoja tuweke kwa ajili ya kuwarudisha wale ambao wamepotea. Umeona? Kwa sababu ni wanaume wengi sasa hivi wamepotea, na hata wewe brother ukiangalia akia Mungu hali imezidi kuwa mbaya. Kwa hiyo kwa kutuwekea umoja, nadhani itakuwa ni vizuri kwamba tunakusanywa kwa pamoja kuelekezwa maisha yanakwenda vipi. Maana bila hivyo tunaweza katuka. Asante Kabuji. Asante. Na maoni ya wanaume hapa kutokea mtaa wa Mbega, Tiptop, Manzese, jijini Dar es Salaam, ambapo wametupa maoni yao kuhusiana na umoja wa wanaume. Good luck. Nirejeshe matangazo haya huko kwenu studio kuendelea na mwenyekiti. Naam David. Hilda, shukran sana. Tuendelee hapa na tuangalie sasa, wamezungumza hapo kuhusiana na katiba ya umoja huo wa wanaume Tanzania, na nikupitisha tu kati ya machache ambayo yapo ndani ya katiba hiyo, ikiwemo wajibu wa wanaumoja huo ni pamoja na kuhudhuria mikutano ya umoja inayomhusu, kutoa mawazo yake kwa uhuru, kulipa ada ya mwaka na kiingilio, kushiriki, kusimamia na kuendesha warsha mbalimbali za umoja, kujitolea katika kutimiza malengo mbalimbali ya umoja, na kwa wakati wote kuwa mkweli, mwaminifu, mtii na raia mwema wa Tanzania. Kwa upande wa haki za wanaumoja ni kuhudhuria na kutoa maoni kwa uhuru katika mikutano, kuchagua, kuchaguliwa au kuteuliwa kwa mujibu wa katiba, na kupata taarifa za mapato, matumizi na misaada na taarifa nyingine. Kwa upande wa sifa za viongozi ambao wanaweza wakawa ndani ya umoja huo ni pamoja na kuwa Mtanzania, umri kuanzia miaka 18 na kuendelea, awe na akili timamu na awe mwanachama hai. Na mwisho, kwenye vyanzo vya mapato, hasa kwa upande wa umoja, ni ada ya kiingilio, mikopo ya benki, faini na michango kutoka kwa wafadhili, marafiki, serikali pamoja na ruzuku. Ni muktasari tu, yapo mengi pia katika katiba hii ya umoja wa wanaume Tanzania. Good luck. Mbona pale pia si moja kati ya sifa, lazima uwe na akili timamu. Kabisa. Sasa hebu tumalizie na mwenyekiti. Mwenyekiti, sasa nini kinaendelea hivi sasa kwenye mchakato wa kukamilisha na hatimaye kuzindua sasa umoja huo na kuwafanya wanaume wote nchini kuona kwamba ni chombo chao, na hasa pia kukiwa na wasiwasi kwamba pengine isije ikawa ni chombo ambacho kinaundwa kwa ajili ya kuegemea maslahi ya kikundi fulani pengine cha watu? Nashukuru ndugu mtangazaji
Kwanza niweke wazi na nitamke bayana kwamba umoja wa wanaume hauna itikadi ya dini, kisiasa wala kabila. Lengo la kuanzisha kwa umoja ni kuwaunganisha wanaume wote kuwa kitu kimoja, kwa sababu kitendo cha sisi wanaume kutokuwa na chombo kimepelekea vijana wetu kupotoka kabisa na kwenda kinyume na mila zetu wa Tanzania. Mmomonyoko wa maadili umesababishwa kwa kiasi kikubwa na sisi wanaume kutokemea na kutokuungana na kuwa na chombo kimoja cha kupaza sauti na kukemea yale yote ambayo vijana wetu sasa yanawakumba hasa kwenye utandawazi. Kwa kupitia umoja huu, ninaamini kabisa kwamba kuanzia ngazi ya familia, jamii na taifa, kwa kushirikiana na serikali yetu, vijana watarudi kwenye mstari. Tutakuwa na nafasi ya kuwaonya kwenye makongamano na mikutano mbalimbali. Yes. Lakini tunakoelekea sasa, tarehe 12 tuna mkutano wa viongozi wote wa mikoa yote wa umoja wa wanaume ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maana yake ni Tanzania bara na Tanzania visiwani. Hivi ninavyoongea naongelea kutoka Zanzibar. Na tuna kikao kikubwa kabisa ambacho tutakianza muda mchache kuanzia hapa. Tutaanza kikao na viongozi wa Zanzibar ambao nao watashiriki kwenye mkutano wa umoja wa wanaume mkoa. Sasa mwenyekiti, utatujuza zaidi pengine baadaye tutakutafuta tuzungumze kwa kina zaidi mtakapokamilisha michakato hiyo, na hatimaye pia kwenye tukio kubwa mtakalolifanya Dodoma kule la kuzindua rasmi umoja huo. Kwa sasa nikutakie majukumu mema hapo Zanzibar, na majukumu mema pia kuendelea kukiunda chama hicho. Na mimi pia naendelea kupitia kwa kina zaidi katiba na miongozo ili nione basi na mimi kama nitakuwa sehemu ya umoja huu bila shaka. Shukrani sana. Nishukuru sana lakini kwa ruhusa yenu sasa nitakapotoka Zanzibar nitajitahidi kupitia hapo, niandae kujaza fomu na vigezo na masharti vitazingatiwa. Nashukuru sana. Asante sana mwenyekiti. Ni Cloud Kim, huyo mwenyekiti wa umoja huu mpya wa wanaume Tanzania.